Jambo la kwanza ni jezi ni biashara. Miongoni mwa vitu ambavyo vinategemewa sana katika maisha ya club ni merchandise, kwa maana ya moja wapo ni jezi na vitu vingine ambavyo ni vitu ambavyo ni sehemu ya brand ya timu na ni brand ambazo zina vitu ambavyo vinauzika, sio? Kwa hiyo ni jambo jema kwenda kuzindua jezi, na matarajio yangu ama tegemeo yangu ni kutoa uzi ambao utavunja rekodi ya ambayo umeiweka hivi karibuni. Miongoni mwa jezi, kama umefuatilia vizuri, iliyozungumziwa sana ni jezi ya klabu ya Simba, kwa namna ambavyo quality yake ilivyokuwa ile ya kuanza msimu. Lakini hii ya kimataifa, tafsiri yake ni kwamba wataongeza spidi ya mauzo, watapata ushawishi mwingine wa kupata ama namna nyingine ya kupata fedha. Kwa hiyo mimi matarajio yangu ni hayo, kwamba ni sehemu ya ubunifu, lakini ni pia ni sehemu ya mahitaji ya mashabiki wao, kwa sababu inapofika dirisha hili la mashindano ya kimataifa, tafsiri yake ni kwamba kutakuwa na michezo mitatu nyumbani, lakini pia kutakuwa na michezo mitatu ugenini, hususan kwenye eneo hili la hatua hii ya makundi. Tafsiri yake ni kwamba mechi zote tatu, kwa wale ambao wana uwezo, tafsiri yake ni kwamba watu watavaa hizo jezi za kimataifa, timu itaingiza pesa, lakini pia kwa namna moja ama nyingine jezi hizi ni mtoko, kwa hiyo na watu watakuwa wamepata mtoko. Sahihi, na tunafahamu kwamba klabu bingwa Afrika na klabu bingwa barani Ulaya, kwa maana ya UEFA, zote zina hadhi ya mabingwa, lakini kwa upande wa Afrika, moja kati ya kitu ambacho tumekosa ni international brand katika jezi zetu, kwa maana kwamba Adidas, Puma na wengineo wengi hatujawaona kwenye jezi nyingi za timu za Kiafrika. Hii inaashiria kwamba brand yetu ya jezi mpaka timu bado ndogo. Kila kitu kinakwenda kwa hatua. Nafikiri mikataba ya Adidas, Simba wangetamani kuingia mikataba mikubwa kama hivyo. Lakini unaangalia sokoni kwako, jezi ambayo imezalishwa na Adidas na makampuni mengine kama Puma, je, inaweza ikanunuliwa kwa wingi na mashabiki wa timu zetu hizi za kibongo? Kwa sababu wao watakuwa na quality ya hali ya juu. Sawa na ukizalisha quality, maana yake na bei inaweza kawa iko kubwa sana. Unajaribu kuangalia hiyo soko, na madhara makubwa ambayo yanaweza kaonekana ni watu kuingia viwanjani na jezi pengine ya miaka ya nyuma, kwamba yani watakao afford ni wachache, kuna uwezekano pia wa kufiatua jezi feki ukaongezeka. Kwa nini unaongezeka? Kwa sababu watu wanahitaji kitu, lakini ile bei, unaona kwa mfano labda jezi moja 100,000 kwa gharama za Kitanzania ina 400,000 hizo za Puma. Sasa ni 400,000, ukitoa viongozi wa hizi club ambao kwa namna moja ama nyingine pia na wenyewe wananufaika na hiyo cheni, unaona, anatoa 400,000 yake, anajua, lakini yeye ni sehemu ya mzunguko huu wa fedha, unaona. Kwa hiyo ni ngumu sana. Si kwamba Simba wataki kuingia mkataba mnono huo wa kina Puma, Adidas, Nike na makampuni mengine, lakini unaangalia wateja wako wa kila siku wa jezi ni kina nani. Kuna siku nilikuwa nauliza, ilikuwa mechi ya Tabora United mwaka jana, by then dhidi ya Simba, nilikuwa nauliza jezi mpaka ilikuwa ya 10. Jezi ya Tabora United. Mimi nilikuwa nimeuliza tu zile zinawekwa chini hivi. Alianza siku 18, nikamwambia na 10. Akasema leta, mimi nilikuwa sina nia ya kununua. Kwa hiyo nilikuwa najaribu tu kuulizia kuulizia bei zile ambazo zinatandikwa chini. Nilikuwa na wasiwasi kwamba hizi ni zenyewe kweli, kwa sababu zilivyokaa, yani unaweza kaona hapa mbona kama vile kiwango chake sio kizuri sana. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo, na kimsingi kinachozuia ni soko inasemaje, wateja wako. Sawa, tumeona kwa upande wa Simba wamekuja na jezi nzuri,
kwa upande wako pia umefunguka kwamba tunaweza tukatarajia mazuri ambayo Simba tayari wamekusha kuanzisha kwa jezi zao ambazo wanazitumia ligi kuu. Kwa upande wa wanajangwana, wana Young Africans, tumeona pia kwao hali haikuwa shwari kihivyo. Ile brand ambayo tulikuwa tunaitarajia kutoka kwao waliwaangusha mashabiki wao, na mashabiki wao wakawa mashuhuda kwamba jezi ambazo zililetwa zilikuwa zina upungufu kidogo wa kiwango. Vipi kwa upande wao, unaionaje kwao? Tunaweza tukawa muhimu, tunaweza tukaenda vizuri? Ukiona jezi quality yake sio nzuri, tafsiri yake ni kwamba kwenye fedha, kwenye uwekezaji kuna vitu wamevibana. Sawa eh? Yaani ukishaona tu hivyo, yaani kwenye kuwekeza hawajawekeza, walibana pesa. Na ukibana pesa unatarajia kuona mwitikio upate, yaani unawekeza kidogo unavuna nyingi. Lakini wao wamewekeza kidogo, nafikiri mrejesho haukuwa mzuri sana. Kwa picha hiyo, tafsiri yake ni kwamba sasa hivi kwenye hii ya kimataifa lazima watataka kuvunja rekodi. Simba na Yanga tunazijua. Hakuna ambayo unaweza kusema ni juu ya mwingine. Sawa sawa eh? Kama unakumbuka miaka miwili mitatu nyuma, Simba ilikuwa jezi yake si quality sana. Inazidiwa na Yanga. Kwa hiyo tafsiri yake, Yanga walikuwa wameanza uwekezaji. Kwa hiyo walikuwa wanataka vitu vyao vyote viwe quality. Simba walishakaa miaka karibuni 4 uwekezaji ushaanza lipa. Of course walichokuwa wanakifanya walikuwa kwamba sasa uwekeze kidogo uvune nyingi. Ndio formula ya biashara. Una invest kidogo unapata kikubwa, ndio biashara inavyokwenda. Na Yanga walikuwa wametest, je, tukiwekeza kidogo tutavuna kingi. Ni kama vile kulikuwa na kelele za hapa na pale za kuhusiana na quality ya jezi yao. Sidhani kama hii ya kimataifa inaweza ikawa isiwe kali sana. Mimi naamini itakuwa kali ili angalau kupeleka imani kwa wanunuzi.